kamati golpe chako. Sogeza mdomoni tuweze kutamka maneno haya haraka sana. Sogeza chai dawa, kila mmoja kapata hiyo chai dawa ambayo ndani ya chai dawa hiyo kuna miti maalum, kuna dawa maalum, lakini pia ndani ya chai dawa hiyo kuna aya maalum zimesomewa. Ndani ya chai dawa hiyo kuna maziwa ya ngamia. Ikamate chai dawa, tunakwenda kuondosha uchawi yale majini yaliyokera katika maisha yako, katika mwili wako, katika tumbo lako, katika damu yako. Tunakwenda kutoka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, habari ya muda na wakati kama huu ndugu mpenzi mtazamaji na wewe mwanafamilia wa YouTube channel yako pendwa kabisa. Ni muda na wasaa mwingine tena tunapokutana na Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadir katika himaya yake, sehemu yake ambako amekuwa akifanya dua mara kwa mara. Leo tuna mawili matatu hivi ya kuzungumza naye, na kama kuna swali lolote ambalo hatutomuuliza basi tuache kwenye ulimwengu wa comment hapo chini. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niseme hongera kwa kazi njema ya dua, lakini pia nakuombea amani taifa. Ni muda hatujaonana sasa, na mara mwisho tulionana ukiwa unafanya dua ya kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumekuwa na maoni tofauti tofauti kwamba wewe kwenye hizi dua umekuwa tayari umeamua kuingia kwenye siasa, ndio maana unajipendekeza sana kwa wanasiasa. Tuna Abdallah Ulega, mheshimiwa waziri, lakini pia na mheshimiwa rais umekuwa ukiombea sana. Umeenda mpaka Arusha kwa ajili ya hizi dua. Nasema kama umeanza kuwachawa hivi wa CCM, ili unalizungumziaje? Naam, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Awali yote baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotujalia na kutupa fursa na kutupa wasaa bimana kibali cha sisi kuweza kukutana. Kwanza asanteni sana kwa kuja, lakini pia mnisamehe mimi hupenda sana kusema neno samani. Wakati tunasema tuseme pamoja, nilikuwa busy. Kama leo Jumapili mmekuja, mmeona dua ya watu wengi, maelfu ya watu toka saa 11 niko hapa na wahudumia watu. Swali zuri. Tunaposisi kwanza ijulikane, tunapowaombea viongozi wetu dua, viongozi wa kiserikali, viongozi wa kichama, sisi si chawa. Tunapowaombea viongozi bimaana tunatafuta nini? Wao waweze kunyooka, wawe katika, wao ndio wanasababisha amani ya rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Rais tukimwombea laana, rais akilaanika sisi anaotuongoza tunafanyaje? Tutalaanika, na hili nimekuwa ni mwenye kulisema mara kwa mara. Sisi tuna haki ya kumwombea sana rais. Tunapomwombea rais sio chawa. Na swala la amani halina dini. Amani ni yetu sote. Nyie mmekuja hapa ni kwa ajili ya interview, ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo la kulli hali ieleweke na ijulikanwe na ifahamike kwamba mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadir kuwa karibu na wanasiasa, si kana kwamba mimi ndo mwanasiasa. Hawa lazima tuwapende, lazima tuwaalike, lazima tuwe nao. Mimi ni kiongozi wa dini brother, kwa hiyo nina haki sana ya kukaa karibu na viongozi, lakini pia kuwapa dua. Lakini mimi nilifika mapema kabisa tunapoanza dua. Niliona kuna chai dawa unaita umewapa watu, lakini pia Fatul Jasad maji na mafuta. Nikianza kwenye hii chai dawa, watu wao wanalipia kiasi gani kuipata hiyo chai dawa? Umeuliza swali zuri ambalo pia nilitamania nirijibu. Na uliponiambia kwamba umewahi umeona, hongera sana. Kwa sababu vyombo vya habari vilikuwa ni vingi sana, watu wa na ni Maxi watu Firdaus, vyombo vya habari vilikuwa ni vingi mpaka wengine kushaondoka hawakupata fursa kwa sababu walikuwa na haraka. Hii chai dawa ni chai ambayo ndani yake kuna miti zaidi ya 7 au 9. Iko machai, iko ni tangawizi, iko ni mdalasini, lakini iko mti unaitwa mti wa mkunazi, una siri kubwa sana. Lakini ndani ya chai dawa ile kuna mti unaitwa msaka uchawi na mdaula. Lakini ndani ya chai dawa hiyo kuna kitu inaitwa maziwa ya ngamia. Ngamia ni mnyama aliyokuwa na baraka kubwa sana. Ile chai dawa mimi nimejitoria kuitoa ni bure pasina malipo aina yoyote. Kwa hiyo mtu akifika hapa kwangu ni Jumapili, lazima nimpe chai dawa. Ukiwa na mgonjwa yuko nyumbani hawezi kuja, basi unakuja na chupa unambebea. Hiyo chai dawa ukinywa ni sababu ya kuondosha maradhi, mitihani iliyokuwa ni katika mwili ya. Kama chai dawa inaondosha maradhi, kuna haja gani ya kuwa na haya maji tena Fatul Jasad? Ujue uchawi unapoingia katika mwili ni rahisi sana, lakini kutoka inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba ameyafanya maji kuwa ni kila kitu hai. Kwa hiyo maji ndio maana mtu inawezekana asile ni chakula lakini akapata maji akaishi. Mtu akipeleka sari, jambo la kwanza ndio ya kwanza anawekewa nini? Drip, bi maana maji. Kwa hiyo maji yana mchango mkubwa sana katika mwili.
na maji yangu yamekuwa ni maji ya kipekee. Maji yangu nathubutu kusema kwa sauti popote kwamba maji yangu ni zaidi ya upako. Yani maji yangu haya ni zaidi ya upako. Mimi ndo mtengenezaji wa maji. Maji yangu yanaitwa Fathul Jasad. Maana ya Fathul Jasad ni ufunguo kufungua mwili. Ndani ya maji haya kuna maji ya mvua, maji ya umande, maji ya kisima, maji ya Zamzam, umeelewa? Lakini ile rangi inawasitisha kidogo. Kuna rangi ya njano ile. Ile rangi ya njano ile ni rangi inaitwa zaafarani. Imechukuliwa zaafarani ikachanganywa na mkunazi, alafu ikaweza kuandikwa maneno mazito ya Qur'ani, na maji yale yamefanywa visomo. Sio mimi peke yangu, nina mahafizul Qur'ani. Unaposikia hafizul Qur'ani ni mtu aliyohifadhi Qur'ani nzima. Hapo ukija kwangu utawakuta watu wamehifadhi Qur'ani. Ninao mashekhe wakubwa ambao wamehifadhi Qur'ani. Kwa hiyo yale maji huwa yanatiwa katika diaba, alafu yanafanywa dua, mtu akija hapa huyapata. Lakini mafuta yale ni mafuta ya mchanganyiko wa mafuta nayo zaidi ya 7. Ndani ya mafuta hayo kuna mafuta ya kula. Haya mafuta unayouziwa, mafuta ya alizeti, mimi nakwambia kabisa ukweli yamo. Kuna mafuta ya alizeti, kuna mafuta ya ndimu, mafuta ya karafuu, mafuta ya kitunguu saumu, mafuta ya mkunazi. Lakini na mafuta ya ngamia, ile samli ya ngamia ukiipata. Yale mafuta yametiwa katika sufuria, yamechukuliwa majani ya mkunazi, majani ya mkatakesi mvuma, majani ya mgome ya mti mkuu. Lakini ikamata ile supu ya maji iliyobaki. Haraka sana, hizi ni pointi za muhimu sana. Hizi ndio dakika za mwisho kabisa. Hii ni ukitamu umesikia. Yale matatizo ya majini ifungwe mama. Mtapongeleshe. Subhanaka ya malaka al-mulk ya Allah. Wale kamata na jini mchafu. Wale kamata na jini bedui. Wale kamata na jini kisesina. Wale kamata na jini Maimuna. Ashkum na junna. Wale kamata na jini Balkis. Wale kamata na jini nyoka. Yule jini aliyetoka katika kizazi. Yule jini wa kufarakanisha anayekutesha. Tunamwambia adoke. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule jini aliyetoka kikenya au kiume. Yule jini aliyetaka roho yako. Usogeze mdomoni maji hayo tuyasemee maneno. Sema bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah.